30 wa kwanza, basi mtajishindia $200,000 hiyo hapa ndani. Ni wewe na bahati yako na shilingi 1,000 yako. Sawa, Yanga Africans ama Yanga jana imepata mapokezi makubwa kanda ya Ziwa, ni baada ya kutoa airport Kahama wakielekea wilayani Bukombe kwa ajili ya uzinduzi wa wiki ya mwananchi ambao ilifanyika pale katika uwanja wa Bukombe DC. Na tuliona mapokezi ya aina yake ya Young Africans. Mapokezi yalikuwa ni makubwa sana. Hii inaonyesha ukubwa wa klabu ya Yanga na mtaji mkubwa wa mashabiki, wapenzi na wanachama walionao. Ukiangalia namna ambavyo Yanga walipokelewa kuanzia kwenye airport ya Kahama, alafu baadaye msafara ukatoka kutoka Kahama mpaka Bukombe, utaona ni jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya mashabiki walijitokeza kwenda kuipokea klabu na kwenda nao moja kwa moja mpaka kiwanjani. Lakini jana ilikuwa ni uzinduzi wa uwanja huo wa Bukombe. Mechi ilikuwa ni kati ya Geita Gold na Pamba Jiji ambao ndo walicheza hiyo mechi mida ya usiku. Lakini Yanga wao walikwenda kama kufanya tu mazoezi, lakini haikuwa mazoezi kwa sababu mazoezi walikuwa na uwezo wa kufanyia hapa Dar es Salaam kule kwa Vic Town, lakini ilikuwa ni kwa ajili ya tunasema appearance. Yani kama ambavyo wasanii sometimes special appearance, kama mgeni maalum, mgeni maalum ya Africans na wachezaji wao. Ilikuwa ni special appearance ya Yanga. Kikubwa haikuwa mechi ya Geita Gold na Pamba Jiji, ilikuwa ni special appearance ya Yanga, na ndio maana utaona namna kiwanja kilivyojaa, rangi za jezi ambazo zilivaliwa. Lakini angalia namna ambavyo mapokezi ya wachezaji wa klabu ya Yanga walivyokuwa wanatoka kwenye dressing room wanakwenda tu kufanya mazoezi. Kwa hiyo kikubwa inaonyesha namna gani ambavyo mtaji Yanga wa mashabiki wanao mkubwa. Sasa juzi hapa tulikuwa naongea namna gani sasa wanatumia mtaji huu kupata fedha, namna gani ambao wanatumia mtaji huu kuongeza thamani ya klabu yao. Hilo linabaki kwa viongozi, lakini kwa kile kilichofanyika jana inaonyesha wazi kabisa kwamba Yanga ina mashabiki wengi sana katika kanda ya Ziwa na Tanzania kwa ujumla. Mimi bwana, jana nilichokipenda nimeona mambo ya Madrid jana Tanzania yanafanyika. Kivipi? Unajua, nimewahi kuona Madrid training center yao kule wanaita Ciudad. Niliwahi kuona mashabiki, unaona kama vile ilivyokuwa jana vile. Hata Ahli nimewahi kuona wamefanya vile. Ahli mashabiki wameingia kwenda kuangalia mazoezi. Unajua pale wamefanya biashara japo inaonekana indirectly. Sio, umenipata? Okay. Imagine kwa mfano Yanga wamefanya jana mazoezi pale na jezi mpya za mazoezi za msimu huu wa 26-27. Do you think kwa kiasi gani wamewapa hamasa pale mashabiki wa kununua jezi? Yaani kwamba mtu anaona kwamba mazoezini ndio inavyoonekana hivi, hiyo jezi ya mechi itakuwaje? Sio, umenipata? Kwa hiyo kiuhalisia walikuwa wanafanya biashara kwenye mazoezi, kwa sababu program ya mazoezi ilifanyika kama kawaida. Kwa sababu jana isingekuwa vizuri wao wapite bila kufanya mazoezi. Kumbuka wameondoka hapa asubuhi jana. Maana yake hakukuwa na session ya mazoezi ya asubuhi hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo ilibidi jioni wafanye mazoezi intensive na wamefanya. Sasa wewe unaweza kuona wamefanya mazoezi tu pale Yanga, lakini kiuhalisia pale Yanga wameenda kuuza. Trust me, ile ni biashara. Licha ya kwamba wameheshimisha Geita, lakini pia wameongeza hamasa ya watu kupenda mpira kwenye ile wilaya. Lakini ukweli ni kwamba wao wameenda kufanya biashara pale. Ukiangalia kwa jicho la biashara unaiona. Na sio tu kwamba mtu anawaza jezi ya msimu ujao itakuwaje. Wako watu ambao wamevutiwa tu hata na hiyo ya mazoezi kwa namna ilivyoonekana. Kwa hiyo kwangu mimi ndio maana nakwambia yale mambo nimezoea kuona Madrid Al Ahly, yale nimewahi kuona. Na sijajua tu kama wao nao walisaini autograph au vipi. Lakini Ulaya huwa naona hivyo wakishamaliza, kwa sababu wale wanakuwa tayari jezi wanazo, kwa hiyo zinasainiwa na wachezaji. Lakini kwa hapa kwetu, kwa kile walichokifanya Yanga pale imeongezea hamasa kwa wateja wao. Wale ni mashabiki, ni wanachama, lakini wale pia ni wateja. Na kazi mojawapo kwenye biashara unaambiwa ni kuwatengeneza na kuwabakisha wateja wabaki kwako.
unawatengenezaje na unawabakishaje? Kuna wateja pale wa jezi za Yanga wa miaka mingi tu jana walikuwepo, lakini kuna wateja wapya pale walikuwepo jana wa jezi, lakini wale wa zamani pale ndio unawabakisha kwa kuwapelekea karibu bidhaa wanaiona, na inapotoka hapo sasa inakwenda mbali. Wale walioiona jezi pale wanaenda kuwasimulia ambao jana hawakwenda uwanjani. Usifikiri kwamba ile ndio Bukombe yote imeingia uwanjani. Kuna wananchi wengi tu pale hawajaenda. Kwa wanapoenda kusimuliwa na wenzao ndio pale unatengeneza wateja wapya. Na ukishafika level wewe unazungumzwa na watu wengine. Yani mtu anaenda kutoa ushuhuda kwa mtu mwingine kutokana na bidhaa au huduma yako. Hapo ndo tunasema umetengeneza brand. Kwa sababu mwanzo ulitengeneza imani, ndio maana hao wamekuja uwanjani kukutazama. Wale waliotoka pale kwenda kusimulia mazuri yako wameenda kukutengenezea brand yako. Kwa kwangu mimi ndio maana nasema kibiashara Yanga ile safari walofanya jana imewalipa, mimi naamini hivyo. Na utaona ushahidi jezi zikitoka, na ndio maana kuna hata watu niliona walimuona kama sio alikamu, waliona wachezaji watatu walitambulishwa mara ya kwanza wiki iliyopita. Wakisema sasa jezi hizo za mazoezi tunazitaka, wanataka kuzinunua. Na jezi mimi binafsi naisubiri hiyo ya mechi ya official kwa sababu kama wakileta for me ile jezi ambayo wametengeneza ya mazoezi bonge moja la jezi design kila kitu nafikiri kwangu mimi niliona kiko perfect. Kwa wanahitaji kuset high bar kwa ajili ya kufikia hiyo ambao wametoa hapa. Sasa mtihani ndio uko hapo kwa sababu design ya hii jezi ambao wametoa hivi sasa ya mazoezi I say ni nzuri sana sana, na mimi nafikiri labda ingepaswa kuwa jezi ya msimu. Sasa ndio tunarudi kule. Mimi binafsi naamini waliopo Yanga pale viongozi wana akili timamu. Wanawafanya biashara hapo ndani. Unajua uzuri wa klabu yao wanaoiendesha pia ni watu ambao wengi wana historia na biashara. Mpaka wamechagua kwamba hiyo ya mazoezi hiyo ya mechi. Wewe unafikiri wamezingatia kigezo gani? Maana kila kitu kinakuja. Yani target ya uwezekani, yani ukawa na akili timamu wetu ukasema mimi ya mazoezi iwe nzuri kuliko ya mechi. Wakati ya mechi ndio unategemea itavaliwa sana, itaonekana sana. Unajua hizo mazoezi tunapata bahati ya kuziona kwa sababu wanatambulisha wachezaji kama vile jana wameenda kufanya mazoezi sehemu ya wazi, lakini ukweli ni kwamba msimu unapoanza mazoezi ya timu huwezi kuyaona, sio rahisi. Lakini mechi utaiona timu kila siku, which means tunatarajia jezi ya mechi itakuwa ni babu kubwa kuliko jezi za mazoezi, kwa sababu kibiashara lazima uwaze hivyo kwamba jamani tuna hizi product mbili tumetengeneza, ipi ya mazoezi ipi ya mechi. Jezi hadi kama yuko kama modo. Hii hapa hii tuifanye ya mazoezi kwa sababu hii sio nzuri kuliko hii. Yaani lazima umezingatia hivyo vigezo kimuonekano kwamba bwana muonekano wa hii ndio ya mechi bwana. Hapo utakuta kuna mvutano kuchagua hiyo ipi ya mechi ipi ya mazoezi, kwa sababu kina engineer jezi washaziona, kwa sababu aliletewa sample anaona bwana tuchukue hii ndio ya mechi. Kwa maana nasema inawezekana jezi ya mechi ikawa nzuri kuliko ile. Kuna ajali, lakini kuna bahati mbaya. Unakumbuka msimu uliopita upande wa pili wakati Rushin Derek anatambulishwa, angalia namna ambavyo ile jezi anavyotambulishwa, ile jezi ya mazoezi ilivyopokelewa kwa ukubwa na ikasteti matarajio makubwa ya mashabiki. Au mimi nawazaga sometime kwenye design nafikiri Maela alikuwa bado yupo Yanga. Kuna ndugu yangu mmoja nilio kumuona amevaa hiyo jezi ya mazoezi ya Yanga. Ilikuwa training kit kali hiyo, na mimi ndo nataka kusema kitu kimoja. Kwenye design sometimes kuna watu wana macho tofauti. Wewe unaweza kaona hii kali nafaa kwenye msimu. Yeye kaona hii kali. Yaani hata kwenye kuangalia rangi na nini. Hata akizindua jezi. Watakuwa watu. Kwa hiyo hata twende ratibu. Training kit ya Simba msimu uliopita na jezi ya mechi. Kiti yao kaangalia. Yaani kuna watu ukiangalia utaona ipi nzuri wewe mwenyewe au yaani wale kule ndani sasa labda ndo tumepewa mimi na wewe national kazi. Ipi hapa iwe ya sababu sisi zina design zinakuwa kwenye computer. Labda pale photo nini sijui. Kwa hiyo tunakaa pale. Ipi hapa iwe ipi iwe. Mtu tu anaweza kusema hii kali, si unaelewa, na kaonekana kwamba wazo lake ni sahihi na ikapita. Lakini sisi labda tukaje tukaona mawazo tofauti. Kwenye design haya mambo yanatokea, hata wewe kwenye mambo ya biashara unaona. Sometimes unaweza kaona cutting sokoni ndafanya vizuri, lakini kwa jicho lako haujui au labda haujafikia matarajio ya wale customer ambao wanasubiri mzigo mtaani. Yaani biashara ya fashion inasumbua sana. Kind complicated. Yaani inahitaji uwe mjanja mno na kusoma
akili za watu wanataka nini kwa wakati huu. Na changamoto ya watu, tuseme wateja, ndani ya miezi miwili wanaweza kuwa wanataka kitu fulani. Baada ya miezi mitatu inayokuja wanataka kitu kingine kabisa. Yeah. Kwa wewe ukichukua yani kitu cha mwezi wa 5 ukaja kuleta mwezi wa 8 hauuzi. Kuna mimi zinasema nasema mimi nilifanya biashara ngaleta mzigo ukatoka wote ukaisha. Baadaye sasa wateja wakawa wananisumbua ule mzigo vipi? Mimi nikaja akili nikaenda kuleta mzigo mwingine. Nasho ni huyo mtu anakuambia wateja alikuwa anawapigia yeye mwenyewe hawapokei simu. Bora jezi ingekuwa hii. Umeona hii? Hii hapa ndio ilikuwa training kit ya Simba. Afu angalia na hiyo blue ya mechi. Bora, lakini kwa msimu bora hizi zingekuwa hizi. Kwa sio za kwao. Kwa msimu jezi ipi kali? Mimi jezi yao nyekundu, jezi ya Simba nyekundu nimeipenda. Kama AC Milan hivi. Jezi nyekundu, jezi yao nzuri. Mimi nimeipenda nyekundu. Okay. Sio kama zingine mbaya, lakini mimi kwangu nyekundu umeikubali. Yani tamu yani. Okay, sawa. Tunaenda kwenye dunia mpya yenye bata na raha. Tukirudi hapa, umesemaje? Ni chuma kipi ambacho jana kilitambulishwa huko Geita. Alikuwa pale pia naibu waziri mkuu mstaafu Doto Biteko. Kwa hiyo na yule pia ni mwananchi. Tushia kumuona kwenye event tofauti akiwa pia na jezi za Young Africans. Amejiweka wazi. Yeah. Kwa hiyo napenda watu wa hivyo. Wewe hata kama ni kiongozi, wewe uvaa jezi ya timu yako, wewe jiweke wazi. Yaani wewe sio kupima kwa matendo yako. Nyinyi nikiwauliza swali, umetuletea maji, umetujengea shule. Ikitokea leo na kesho hamko kwenye bao la asubuhi, mpo kwenye majukumu mengine ya taifa. Yoyote yale, mtajiweka wazi timu zenu. Yaani nikiacha leo kwa mfano utangazaji, nikahamia kwenye sehemu nyingine, mapema tu. Na wewe una sehemu yako kwenye hili. Lazima nijiweke. Mimi hata kugombea nitagombea. Wewe una kwa nini nisigombee? Kwani dhambi? Kwani nyinyi mna timu zenu hapa kwenye ligi kuu hizi mbili? Bwana unajua kwa kitu kimoja tusidanganye. Hizi timu mbili hapa. Ngoja nikwambie. Wewe unamwogopa Mungu au umogopi? Namuogopa mimi, ni Singida kutupwa. Kweli? Wewe unasema kitu moja wiki wazi. Irene. Kwingine kwa tuangalie usoni. Mimi timu nimetoka mbali. Mimi kama wakina nanili wanavyozungumza. Mimi nakwambia kweli. Kama Magori. Au kina Magori Singida mbali. Sana. Acha tumlinde. Sana. Basi tutakuendelea. Wewe ndugu yetu. Nimetoka nao mbali. Tutafanyaje sasa ndo ndugu yetu? Miaka hiyo miaka gani? Sababu mimi anachonishangaza. Singida Black Stars imeanza juzi. Sasa wewe kama Emmanuel Okwi. No. Wewe sasa wewe unaifahamu hii. Imeanza juzi, kwa hiyo Singida unaifahamu, lakini Singida zingine. Yes. Ila sio hii. Lakini ndo muendelezo wa Singida hii. Kwa hiyo hizo zote ni zile zile. Ni zile zile tu. Kwa tangu 2018 kwenye ile United. Kabisa. Kwa kabla ya Singida kuexist. Tukashuka pale. Kabla ya Singida kuexist. Nilikuwa nashabikia Man United, nilikuwa namfuatilia Cristiano. Ya huku Tanzania. Ya huku Tanzania. Tanzania nilikuwa sina timu, bado sikufurahi. Ngoja, kakako anashabikia timu gani? Kakaangu mimi hana timu. Masomo mambo ya mpira. Mimi familia yangu ukubwa mambo ya mpira sio. Kwa sababu kina dada wanafuata timu kwa kaka zao au baba zao. Baba yangu mimi mnyama. Tunashukuru. Baba yangu mnyama kutupwa. Hamna. Mbona kuna watu wengine pia baba zao ni wanyama, wao ni Yanga. Alafu wao Yanga. Wapo. Binti mniangalie vizuri. Kwingineko. Nyie kwa mtaenda kugombea. Wewe umesema utaenda kugombea. Nitakuja kugombea wewe chama langu. Nachunguza sana. Nalipo kwenye Dar es Salaam hapa. Sasa hiyo kwenye mkoa sikwambii, ila chama langu na mimi sina bora mimi najiweka wazi. Ndio wazi wenyewe. Na Pamba ni timu ya wanachama, unavyotakiwa kujua hiyo. Kwingineko ya kisports yaliyo make headline kwingineko.